Fukwe za bahari ya Hindi ukanda wa pwani ndizo zinazochangia asilimia kubwa ya utalii pwani ya Kenya. Kuwepo kwa jua lenye miale ya vitamin D, mchanga mweupe wa bahari, upepo wa kuburudisha na vyakula vya kiasili ya pwani huwavutia watu tofauti tofauti na watu wa matabaka mbali kuzuru maeneo haya. Watu huja kutembelea sana maeneo haya katika msimu wa likizo ndefu ili kutoa machovu yao ya miezi 10 ya dhiki na dhoruba za pilika ya maisha yao. Ila kwa mzee Mahad Abdi, huu haukuwa msimu wa furaha kwake, kwani anaomboleza kwa kumpoteza ngamia wake baada ya kufariki aliyekuwa akimtumia kama kivutio cha utalii. Ngamia huyo alikuwa akimtumia sana kwa bebea watalii na wageni waliokuwa wakizuru fuo za bahari ya Mombasa, maeneo ya Nyali katika hoteli ya Masai, na angalau walikuwa akiwatoza pesa kidogo kwa huduma hiyo. Wanagonjwa yote alikuwa mzuri, mashallah. Kuna mahali ambapo niliweka hatujawahi kuona shimo kama hiyo. Kuna shimo kidogo tu akaingia. Iboma tu ya ambao wanawekanga ngamia. Alipoingia ana wenzake, lakini yeye peke yake ndo akaingia. Shimo ndefu na pia shimo za zamani, sio za ndani, sio alishimbwa juzi kitambo anaonekana. Akaingia akakufa. Najua kawaida ikikufa baada yeye ilikufa sisi tuliona, lakini najua kawaida yetu Waislamu ile ambao wamekufa huwa sisi hatukuli. Tulikuja kutembelea mwenzetu anaitwa Mahad Hassan, ambapo walikuwa wale wanabiashara ambao wanafanya kwa bahari. Alikuwa na ngamia, hiyo ngamia yake ikakufa. So leo tuko na huzuni na yeye. Kwa hakika kwa ngamia tunajua ni ngamia iko na dhamana kwa kuleta hapo kwa ufuo wa bahari, inaleta utalii, inaleta utangamano na maybe kuangalia utamaduni, ukiangalia pande nyingine. So ni mtu ambaye alikuwa anajikakamua sana kufanya kazi hapo kwa bahari kwa hiyo ngamia. Mzee huyu amekuwa akifanya jambo hili kama biashara ya kujikimu yeye na familia yake, na amejikita katika kazi hii kwa zaidi ya miaka 20 sasa, na imekuwa ikimpa kipato cha kutosha cha kumpa nafasi ya kusimamia majukumu yake kama baba kwa wanae, pamoja na kuwalipa wafanyikazi aliokuwa amewaajiri wawili katika kazi hii. Kutoka mwaka 1995 mpaka leo nimewasomesha na watoto wangu wengine sasa hivi wamemaliza shule, kuna wengine bado wadogo wako nayo, lakini alhamdulillah saa zingine wakati wake ya kuleta pesa wakati huu. Hivi sasa naona season ambayo una peak kwa mwezi huu, sio mwezi huu, kwa mwezi wa 8, mwezi wa 9 mpaka mwezi wa 4. Allah kibuni mwezi wa 4 wakao wanakuja. Nimepata uwezo kupata nusu ya pesa yangu ambao unanunua naye. Nusu unapata. Huko nakula, huko nasomesha na watoto. Huko kuna sharia na masharti hapo natumika bichi zote ambao unategemea hiyo. Sasa mimi sina ile ambao naitumia, maana yake alikuwa anatumia hii kwa siku. Kwa hiyo ngamia alikuwa anapata mapato yake ya kifamilia, kusaidia watoto wa shule, labda fees, kulipia fees watoto yake. Amebaki peke yake hapo kwa bahari. So sisi kama jamii tumekuja kutembelea yeye, kumsaidia na chochote ambaye huko jamii huko nje ambaye vile wangesema wangemsaidia ndugu yao. Kwa sasa mzee Mahad yuko katika njia panda, kwani hajui atafanyaje, maana pesa alizokuwa nazo alizitumia kujitafutia matibabu, kwa kuwa yeye mwenyewe ndiye aliyetangulia kuwa mgonjwa kabla ya ngamia wake kufariki. Hii imempelekea kuomba msaada kwa ndugu, jamaa, marafiki na washikadau wamchangie kupata ngamia mwingine, kwani sio gharama ndogo kununua ngamia na kumsafirisha mpaka hapa. Hii yote ni ili aweze kurejelea hali yake ya kawaida na kuweza kutekeleza majukumu yake kama kawaida. Na mimi pia mbeleni kidogo niligonjeka kuanzia mwezi wa 2 mpaka mwezi wa 9. Hali yangu si nzuri kwa hospitali. Alhamdulillah, baada mimi nilitoka kwa hospitali nilipona, ngamia naye akaondoka. Ndio alikuwa ni changamoto yangu. Hali yangu mimi nategemea ngamia, na njia moja ama nyingine biashara yangu hiyo. Sasa kutoka ngamia aliondoka, sina ya kutegemea isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pande moja nashukuru afya, alhamdulillah afya yangu sasa iko sawa, isipokuwa biashara tu ambayo sina. Angependelea kumjulia inshallah
hizo ngamia ninunuliwe nirudi kwa soko, na mimi siko tayari, hospitali ndio nimemaliza na siwezi kurudi kwa hospitali. Kwa hiyo nyama ninunue kwa kawaida, nyama kiondoka mimi nanunua, lakini pesa alikuwa niziweka zote aliondoka kwa hospitali. Kununua ngamia sisi tunanunua sehemu mbili. Sehemu moja tununua kutoka Bangali, sehemu moja kutoka Mariakani. Sasa Mariakani karibu 1.5 laki, yani kufika hapa ni kama 2 laki. Sasa alhamdulillah mimi nikipata yani chochote ambao ninapata mimi nashukuru, lakini kama 150 180 ndio ambao gharama zake ambao unafika. Kwa kweli kwa jamii tunajadiliana kusaidia ndugu yetu kumfanyia apate ngamia nyingine ili aendelee na maisha yake. Mimi kama kiongozi ambaye nimetoka kwa hii jamii, na nahimiza wenzangu pale nje ama wale ambao watakuja kuona hii video wamsaidie Mahad. Anaitwa Mahad Hassan, ni mtu wa Kisauni, amekaa sana hapo Mombasa almost 20 years ago. Mimi nilikuwa namjua